Akizungumza kwenye hafla ya kuhamasisha wakulima katika chuo cha mafunzo cha walimu Ebukanga katika kaunti ya Vihiga, Oparanya amesema kuwa kiwango cha kahawa kimeshuka nchini, kwani taifa la Kenya liko katika nafasi ya 5 barani Afrika kwa uzalishaji kahawa, huku taifa la Ethiopia likiwa la kwanza kwa kilimo cha kahawa Afrika. Waziri huyo aidha aliongezea kuwa usimamizi mbaya wa vyama vya ushirika na vile vya wakulima wa kahawa ndicho chanzo cha kushuka kwa kiwango cha mmea huo, huku akisisitiza kuwa kama waziri atahakikisha kuwa kilimo cha kahawa kinarejea na pia kuhakikisha wakulima malipo na masoko nje na kuondoa wale wasimamizi mafisadi kwenye sekta hiyo. John Waluke, mbunge wa Sirisia, pia alidokeza kuwa matapeli wamekuwa wakiwapa wakulima wakati mgumu na kusema kuwa waziri Oparanya ataboresha sekta ya kahawa. Viongozi wengine walihudhuria hafla hiyo akiwemo seneta wa Vihiga Godfrey Osonsi, naibu gavana wa Vihiga Mheshimiwa Wilberforce Kitienzo, pamoja na mkurugenzi wa chama cha wakulima wa kahawa Timothy Mirugi. Mimi mambo ya cooperative nasimamia mimea yote. Hata kule nimekuwa Busia kuangalia mambo ya mchele na mambo ya pamba kule. Nimekuwa kule Baringo nikiangalia mambo ya maziwa. Na leo niko hapa kuangalia mambo ya kahawa. Na tumeangalia wakati tuliona pesa mingi ambazo zinatoka nje kwa mambo ya kahawa, kwa sababu kahawa is the most traded crop in the world. Inashindwa tuna mafuta peke yake, inauzwa kule ng'ambo na unapata pesa kwa dola, hakuna mmea mwingine. Wakazi wa Hamisi aidha wamepongeza hatua hiyo ya kurejea kwa kilimo cha kahawa, wakisema kuwa itatoa fursa ya wao kujikimu kimaisha kama vile kuelimisha wanao, na wito kwa serikali ukiwa ni angalau kuimarisha vile viwanda vya kahawa ili kuwa motisha kwa wale wakulima wa mmea huo. Ikiwa mkaaji wa Hamisi, mimi ningependa kusema ya kwamba sisi tumefurahi ya kwamba kusikia ya kwamba kilimo cha kahawa kinarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sisi wote tumefurahi katika Hamisi kwa sababu tumejua ya kwamba sisi tulienda shule kwa sababu ya kilimo cha kahawa. Kwa hivyo wakati inaenda kurudi tunajua ni nafasi iliyo nzuri, itapatikana, watoto wetu wataenda shule na njaa pia tutafukuza. Kwa hivyo watatuletea miche kwa wakati na tutahitaji kilimo hicho katika Hamisi. Mtuletee, na kiwanda chetu cha Hamisi ni Lwandoni. Kwa hivyo mfufue hicho kiwanda haraka iwezekanavyo ili tuanze wakati tunapanda kahawa, mtujengee hicho kiwanda kwa kisasa. Na naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat ametoa tahadhari dhidi ya vitendo vya uhuni wakati wa mikutano ya kisiasa na mikutano ya hadhara. Kupitia kwa taarifa kupitia ukurasa wa X siku ya Ijumaa, Lagat aliwaonya wanasiasa na watu binafsi wanaosajili magenge ya wahalifu ili kusababisha fujo wakati wa mikutano, huku akisema kwamba wanahusika watachukuliwa hatua ipasavyo. Lagat ambaye alikuwa na ngazi ya juu wa usalama ulioleta pamoja maafisa wanaongoza